Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Makabiliano kati ya Urusi na Ukraine yameendelea kushuhudiwa siku ya Jumatatu na usiku kwa mkia Jumanne, huku kila upande ukionyesha ubavu kwa kushambuliana ndani ya ardhi ya mwingine. Urusi ilishambulia mikoa miwili ya mashariki mwa Ukraine ikiwemo Sumi na kuwaua watu watatu. Hayo yalitangazwa na utawala wa mjini Kiev. Urusi nayo kupitia viongozi wake imesema mashambulizi ya Ukraine yamewaua watu watatu kwenye mkoa wake wa mpakani wa Kursk. Inaarifiwa vikosi vya Ukraine vilifyatua makombora kuulenga mkoa huo na kisha wanajeshi wake kuingia kwenye ardhi hiyo ya Urusi kwa kutumia magari ya kivita kwenye eneo lililotegwa mabomu. Maafisa wa Ukraine hawajazungumzia chochote vikosi vyake kushambulia mkoa huo wa Kursk. Taarifa hizo lakini yumkini zitawashtua wengi ndani ya Urusi. Ukraine ilifanikiwa mpaka mwaka jana kukamata sehemu kubwa ya ardhi ya Urusi kwenye mkoa huo wa Kursk, lakini Moscow ilitangaza mwezi Aprili kuwa imekomboa ardhi hiyo. Katika hatua nyingine, Ukraine ilifanya shambulizi la drone usiku wa kuamkia Jumanne likiulenga mji mkuu wa Urusi na Moscow. Hilo ni shambulizi la usiku wa pili mfululizo baada ya siku ya Jumatatu Urusi kusema ilidungua drone 4 zilizokuwa zinaelekea Moscow. Meya wa mji mkuu Sergei Sobyanin amesema shambulizi la usiku wa Aleppo lilihusisha drone 19 ambazo zote zilidunguliwa na mifumo ya ulinzi wa anga. Afisa huyo amesema hakuna vifo wala uharibifu uliotokea, lakini shambulizi hilo lililazimisha kufungwa kwa muda kwa viwanja vikubwa vitatu vya Moscow. Kumekuwa na juhudi za kidiplomasia za kujaribu kusimamisha mapigano kati ya pande hizo mbili zinazoongozwa na Marekani. Rais Donald Trump alipendekeza hivi karibuni usitishaji mapigano wa bila masharti kwa siku 30, mpango ambao Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine aliuridhia. Hata hivyo, Rais Putin wa Urusi aliukataa na badala yake akatangaza usitishaji mapigano wa upande mmoja kwa muda wa siku 3 kuanzia Alhamisi usiku hadi mchana wa Jumapili inayokuja. Usitishaji huo unarandaranda na gwaride la ushindi la kila mwaka kuadhimisha kumalizika vita vikuu vya pili vya dunia. Siku hiyo husherekewa nchini Urusi kila ifikapo Mei 6. Rais Zelensky wa Ukraine amekataa usitishaji huo mapigano uliotangazwa na Putin. Amesema ni kitendo cha hadai isiyo mfano kwamba Urusi imechagua kusitisha mapigano ili kupisha sherehe za Mei 9, lakini bado vikosi vyake vinaendelea kuishambulia Ukraine. Vilevile Urusi imesema siku ya Jumanne kuwa viongozi 29 wa kigeni watahudhuria gwaride la Mei 9 mjini Moscow ili kusherehekea ushindi dhidi ya wanazi wa Ujerumani wakati wa vita vya pili vya dunia. Miongoni mwa viongozi hao ni pamoja na rais wa China Xi Jinping, Luiz Inacio Lula da Silva wa Brazil. Mshauri katika ikulu ya Kremlin Yuri Ushakov amesema pia kuwa wanajeshi kutoka nchi 13 ikiwa ni pamoja na China, Misri na Myanmar wataandamana katika gwaride hilo. Hayo yanajiri wakati mapigano kati ya Urusi na Ukraine yanaendelea. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Kulingana na Alexander Basprikin, mkuu wa kamati ya uchunguzi ya Urusi, takriban mamluki 9900 wa kigeni wanashiriki kikamilifu katika uhasama pamoja na wanajeshi wa Ukraine. Anasema sasa imethibitishwa kwamba angalau mamluki 9900 wanahusika katika mapigano upande wa jeshi la Ukraine. Kuhusu watu 902 kati ya hawa mashtaka yametolewa. Vile vile, Urusi imewarudisha wanajeshi 205 kutoka eneo linalodhibitiwa na serikali ya Kiev, ikiwa ni pamoja na kuwakabidhi wafungwa 205 wa vita wa Ukraine, Wizara ya Ulinzi imeripoti. Kulingana na wizara hiyo, Falme za Kiarabu ilitoa juhudi za upatanishi ili kuhakikisha kurudi kwa wanajeshi wa Urusi. Mwanajeshi wa Kiukraine aliyetekwa Ivan Bobrushko wa kikosi cha 23 cha mitambo amesema kwamba nafasi zao karibu na kijiji cha Komar kusini mwa DPR zilivamiwa na wanajeshi wawili wa Urusi, kulingana na mfungo wa vita. Pia alifichwa kuwa kitengo chake kilikuwa kimepanga kuondoka jioni hiyo, hata kubainisha njia waliokusudia kutumia ili kutoroka vita. Mnamo Mei 1, vyombo vya habari vya Urusi viliripoti kujisalimisha kwa kikundi cha wanajeshi wa Kiukraine. Sasa kimezungumza, lakini inaelezwa kwamba hawataki kurudi ndani ya taifa lao, wakihofia kwenda kutambulika kama moja ya wasaliti, na kuhusu msaliti, hatima yake ni kuweza kunyongwa hadi kufa kwa sababu ya kuonekana kutokuwa mzalendo na taifa. Jeshi la Ukraine limeshambulia wilaya 11 za mpaka mkoa Belgorod wa Urusi kwa ndege zisizo na rubani 96 katika saa 24 zilizopita, Governor Vyacheslav Gladkov anasema. Hayo yakiendelea, uongozi wa Kiev unaonekana kujitolea kwa dhati kurefusha mzozo na jaribio la shambulio la ndege isiyo na rubani usiku kucha kulenga maeneo ya kiraia nchini Urusi
linaimarisha tu hili. Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov anasema utawala wa Kiev unaendelea kufichua msimamo wake na vipaumbele. Mwenendo wake umejikita katika kuendeleza vita. Inaendelea kulenga miundombinu ya kiraia katika majaribio yake ya kuleta uharibifu. Urusi mara kwa mara imeonyesha utayari wa kusuluhisha tofauti na Kiev kupitia mazungumzo na mara kwa mara kuanzisha mipango ya amani. Moscow imefanya juhudi za nia njema pamoja na kusitisha mapigano yaliyotangazwa mwezi uliopita kwa Pasaka. Makubaliano mengine ya muda yanatarajiwa wakati wa sherehe zijazo za kuadhimisha miaka 80 ya ushindi katika vita kuu ya Patriotic. Kiev hata hivyo imekataa mara kwa mara kujibu. Muda mfupi baada ya ofisi ya Urusi kusitisha mapigano Mei, mamlaka ya Ukraine ilitoa vitisho dhidi ya matukio ya siku ya ushindi huko Moscow, na Jumanne usiku ilizindua mamia ya ndege zisizo na rubani katika maeneo ya raia kote Urusi. Vile vile, wanajeshi wa Urusi wamekomboa eneo la Lisovka katika mkoa wa Donetsk kwenye operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Jumanne. Wanasema vitengo vya kituo cha vita vilikomboa makazi hayo ya Lisovka katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk kupitia operesheni madhubuti. Vikosi vya Urusi pia vimeshambulia uwanja wa ndege wa kijeshi na maeneo ya kupeleka vikosi vya jeshi la Ukraine katika maeneo 151 katika siku iliyopita. Vile vile, Russia itasitisha uhasama wakati wa kusherehekea ushindi katika vita kuu ya uzalendo, lakini italipiza kisasi vya kutosha ikiwa Ukraine itashambulia maeneo yao ikiwemo vituo vya Urusi. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema hakutakuwa na uhasama. Hata hivyo, ikiwa hakutakuwa na usawa kutoka kwa utawala wa Kiev na wanaendelea kushambulia nafasi zetu au vifaa, tutalipiza kisasi, msemaji huyo aliwaambia waandishi wa habari. Vile vile, utawala wa Kiev bado haujatoa jibu maalum kwa mpango wa rais wa Urusi Vladimir Putin wa kusitisha mapigano ya siku ya ushindi, lakini pendekezo hilo bado ni halali. Msemaji wa Kremlin anasema mpango wa rais Putin wa kusitisha mapigano kwa muda wa likizo bado unatumika na maagizo husika yametolewa na kamanda mkuu. Kwa bahati mbaya, bado hatujasikia kauli moja kutoka kwa Kiev, kutoka kwa maafisa wa serikali au mkuu wa serikali ambayo ingeonyesha nia yao ya kujiunga na usitishaji vita wa siku ya ushindi, Peskov aliongeza. Vile vile, vikosi vya Ukraine vimeanzisha mashambulizi kwenye maeneo ya kumbukumbu ya mashujaa walioaga wa vita kuu ya pili ya dunia katika mkoa wa Kherson. Governor Vladimir Saldo anasema hayo yakiendelea kwenye uwanja wa kivita, wanajeshi wa Urusi wamewaondoa askari wa Ukraine kutoka nafasi zao karibu na Makiivka katika Jamhuri ya Watu Lugansk, wakichukua nafasi nzuri zaidi. Mtaalamu wa kijeshi Andriy Marochko anapenyezea RFI Swahili. Hayo yakiendelea, mwenendo wa operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine umekuwa na athari kubwa kwa usawa wa mamlaka kimataifa. Katibu wa Baraza la Usalama la Urusi Sergei Shoigu anasema vitisho vya msingi kwa usalama wa nchi yetu vimetambuliwa kama majaribio ya kudhoofisha mamlaka yake ya serikali, uhuru na uadilifu wa eneo, pamoja na mmomonyoko wa maadili ya kitamaduni, ya kiroho na maadili ya jamii ya makabila mengi ya Urusi. Uamuzi uliochukuliwa wa kupunguza vitisho hivi kupitia operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine na mwendo wa operesheni hii umeathiri pakubwa uwiano wa mamlaka katika kiwango cha kimataifa, Shoigu aliongeza. Vile vile, Pentagon imesitisha usambazaji wa silaha kwa Ukraine mnamo Februari kwa amri ya maneno kutoka kwa waziri wa ulinzi Peter Hegseth, Reuters inaripoti. Kulingana na shirika hilo, agizo la maneno la Hegseth lilikuwa ni kusimamisha safari 11 za ndege zilizojaa makombora ya risasi na silaha zingine na kuelekea Ukraine kutoka kwenye kambi ya anga ya Amerika huko Delaware. Agizo hilo lilifuatia mkutano wa Hegseth na rais wa Marekani Donald Trump na maafisa wengine wakuu kuhusu masuala ya usalama wa taifa mnamo Januari 30. Kulingana na vyanzo vya shirika hilo, uwezekano wa kusitishwa kwa uwasilishaji wa silaha kwa Ukraine ni miongoni mwa mada zilizojadiliwa katika mkutano huo, lakini hakukuwa na maagizo ya moja kwa moja kutoka kwa rais kusimamisha msaada kwa Ukraine. Vile vile, kujitoa kwa haraka kwa Ukraine katika Umoja wa Ulaya haiwezi kuwa hatua nzuri kwa sababu nchi hii itakuwa dhima kwa jumuiya, Waziri Mkuu wa Hungaria Viktor Orban anasema. Katika mkutano wake na waandishi wa habari, kiongozi wa chama cha watu wa Ulaya Manfred alituma ujumbe kwa watu wa Hungaria. Anasema tusikae kimya katika kujibu. Hungaria ilikubaliwa katika Umoja wa Ulaya kwa sababu ilinufaisha nchi wanachama. Ilikuwa ni mpango mzuri kwa Ujerumani pia, waziri mkuu alisema. Kujiunga kwa Ukraine si mpango mzuri. Ukraine sio thamani ya ziada bali ni dhima. Ni kosa kubwa kutuma fedha za Ulaya kwa Ukraine badala ya kuzitumia kuimarisha uchumi wa Ulaya unaosuasua. Ni wakati wa viongozi wa Ulaya kuanza kuwawakilisha watu wa Ulaya, Harry Weber aliandika.
Urusi na Marekani zinapaswa kudumisha mazungumzo ya mara kwa mara kuhusu kusuluhisha mzozo wa Ukraine, na makubaliano ya mwisho kuhusu swala hilo yanahitaji kuzingatia maslahi ya Minsk. Naibu waziri wa kwanza wa mambo ya nje wa Belarus, Sergei Lukashevich, anasema katika mahojiano na chombo cha habari cha Brazil O Mundo Diplomatico. Kufanya upya kwa mazungumzo kati ya Urusi na Marekani ni hatua muhimu kuelekea kurejesha uaminifu na kutafuta suluhu zinazokubalika. Tungependa mazungumzo kama haya yafanyike mara kwa mara badala ya kufanyika mara chache. Kulingana na yeye, amani inaweza kurejeshwa katika siku zijazo mradi wahusika wote wataonyesha nia ya kisiasa. Amesisitiza kuwa Minsk iko tayari kuendelea kuwezesha juhudi za kutatua hali ya Ukraine na pia ana nia ya kuchukua jukumu la moja kwa moja katika mazungumzo. Alibainisha kuwa mambo muhimu ya mafanikio ni pamoja na utayari wa wahusika kufanya maelewano na kuwepo kwa utaratibu wa kufuatilia utekelezaji wa mikataba. Vile kupungua kwa motisha kati ya wanajeshi wa Ukraine kunatokana na kuelewa kuwa jeshi la Urusi haliwezi kushindwa kwenye uwanja wa vita. Mfungo wa vita wa Ukraine anasema, hapo awali wakati bado kulikuwa na watu zaidi, ilikuwa ya juu kwa sababu watu walihamasishwa, lakini baada ya muda waligundua kwamba Urusi ina wanajeshi wengi zaidi na haiwezi kushindwa kwenye uwanja wa vita. Mfungo wa vita Konstantin Tokech anasema. Aliongeza kuwa takriban robo ya kampuni aliyokuwa akiongoza kwa muda mfupi iliweza kukimbia kambini. Vile kujiondoa kwa Washington kwenye mazungumzo kuhusu Ukraine kutakuwa habari mbaya sana kwa wote, kwani ni Marekani pekee inayoweza kufikia makubaliano juu ya suluhu la mzozo na pande zinazopingana. Waziri wa mambo ya nje wa Hungaria Peter Szijjártó anasema, nadhani itakuwa mbaya sana ikiwa hatutaweza kumtegemea rais wa Marekani na utawala wake kuhusu swala hili katika wiki au miezi ijayo. Lakini ninavyoelewa bado hawajasema kwa hakika kwamba wanaacha hili, aliwaambia waandishi wa habari alipotakiwa kutoa maoni yake kuhusu ripoti kwamba Washington inashindwa kuzungumza na Kiev na Moscow katika maelewano. Vile Rais wa Marekani Donald Trump amepongeza uamuzi wa kiongozi wa Urusi Vladimir Putin kutangaza usitishaji vita nchini Ukraine kwa siku za kuadhimisha miaka 80 ya kumalizika kwa vita vya pili vya dunia barani Ulaya mwezi Mei. Anasema, nadhani tumetoka mbali na inaweza kuwa ni kitu kitatokea, aliwaambia waandishi wa habari. Alipoulizwa kuhusu suluhu nchini Ukraine, anasema natumai itakuwa. Kama unavyojua, Rais Putin ametangaza usitishaji vita wa siku 3 ambao hausikiki kama mwingi, lakini ni mwingi ikiwa ungejua tulipoanzia. Nadhani tupo katika nafasi nzuri ya kusuluhisha. Wao Urusi wanataka kusuluhisha, Ukraine inataka kutulia. Kama singekuwa rais, hakuna mtu ambaye angetulia. Tulikuwa na rais ambaye kwa miaka 3 hakuzungumza na Putin na yote hayakupaswa kutokea. Hii ni vita ambayo haikupaswa kutokea na utasikitishwa sana utakapopata idadi halisi ya watu waliouawa. Ni vita mbaya sana, Donald Trump alisema. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.